أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. أعزين المشاهدين الكرام السيد والسادة، أهلا وسهلا ومرحبا. Ndugu zangu popote pale mlipo katika kila pande ya dunia, ndani ya bara letu la Afrika, lakini pia katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kisiwa cha amani. Kwanza kabisa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai kwamba sote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kuwa hai katika siku hii ya leo. Lakini pia wako wale ambao wako mahospitalini, lakini pia wako majumbani ambao wanakabiliwa na maradhi ya aina mbalimbali. Wako ambao waliolala, wako ambao wanatembea, lakini mwisho wa siku wanatembea ili hali wakiwa na maradhi ndani ya miili yao. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaponye maradhi yao na awape afya njema na warejee katika shughuli zao za kawaida za kutafuta riziki na kuwatumikia watoto wao pamoja na familia zao. Ndugu zangu, kama ilivyo ada yetu katika vipindi vyetu vya masuala mbalimbali ya kidiplomasia na masuala ya kisiasa, leo hii tunakwenda kuangalizia yale ambayo yanayoendelea katika Mashariki ya Kati juu ya masuala ya uvamizi wa nchi ya Marekani na Israel juu ya taifa la Kiislamu, taifa la Iran. Ikumbuke kwamba katika mgogoro huu na katika vita hivi ambavyo vimekuwa vinasukwa kwa muda mrefu dhidi ya taifa la Iran, mgogoro huu pamoja na kwamba zipo sababu za aina mbalimbali za kiuchumi, lakini pia ziko sababu za kitamaduni, ziko sababu za aina mbalimbali za masuala ya kibiashara, lakini pia masuala ya kiteknolojia na masuala ya kijeshi. Lakini miongoni mwa sababu kuu ambazo zinazopelekea kutokea kwa vita hivi ni sababu ya itikadi ya Kiislamu. Yani vita ambavyo tunavyoviona leo ni vita vya kiitikadi dhidi ya mataifa yasiyokuwa ya Kiislamu ambayo yametengeneza umoja wao, na dhidi ya taifa la Kiislamu ambalo linalopeperusha bendera yake kwa kupitia nembo ya Uislamu. Lakini wakati huo huo mataifa almujawara ambao ni mataifa ya kitovu cha Uislamu yameshindwa kuungana kwa pamoja na taifa hili kwa sababu za kiitikadi za kimadhehebu, kwamba hawa ni Shia na hawa ni Sunni. Hii idhan kwamba hawa Sunni ndio ambao waliopelekea kudondosha utawala uliokuwepo wa Kifurusi wa Kipersia kipindi hiko kupitia Sayyidina Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Na hawa wanasema kwamba hapana, na ninyi ni Sunni. Miongoni mwa watu labda tusiwakubali ni pamoja na wale ambao waliokuja kuchangia dola yetu kuporomoka. Idhan pamekuwa kuna mambo mengi ambayo yanasababisha daulatu al-Irania kutoungwa mkono na mataifa mengine ya Kiarabu. Lakini pamoja na hayo, ziko baadhi ya nchi ambazo zilizotumika kipindi cha Saddam al-Hussein kumpa sehemu au kumpa uwanja au kutumiwa sehemu ya anga lake na ardhi yake kwa adui ambaye anayekuja kusambaratisha dola ya Kiislamu nyenzao ndani ya eneo lao la Mashariki ya Kati. Yako maeneo ambayo yaliyotumika kama vile Masri kutoa mfereji wake wa Suezi. Lakini halikadhalika unaweza ukaona kwamba moja kati ya mbinu kubwa alizoweza kuzifanya Marekani ni kuhakikisha kwamba mataifa yote ya Mashariki ya Kati anaweka kambi zake za kijeshi. Narudia tena, moja kati ya vitu ambavyo Marekani amefanikisha ndani ya Mashariki ya Kati ni kuhakikisha kwamba anaweka kambi zake katika nchi zote ambazo zinazoizunguka Iran, kwa sababu Irani ndiyo adui pekee nambari moja ndani ya Mashariki ya Kati ambaye yeye haitambui dola ya Israel. Narudia tena, Irani ndiyo taifa pekee ndani ya Mashariki ya Kati ambalo lisilotambua dola ya Israel tangu mapinduzi yalipofanyika mwaka wa 1979 takriban. Sasa
Marekani amewekeza makambi yake, ana zaidi ya makambi 700 duniani, lakini makambi zaidi ya 43 yanapatikana ndani ya Mashariki ya Kati. Ukienda katika nchi ya Qatar, ndo sehemu ambayo inamiliki kambi kubwa ya Marekani na jeshi lake kushinda nchi zote zilizopo Mashariki ya Kati. Ukienda Oman pia kuna kambi yake. Ukienda Israel nafsu kuna kambi yake. Ukienda Syria pia kuna kambi yake. Ukienda Jordan kuna kambi yake. Ukienda Uzbekistan pia kuna kambi yake. Sasa unaweza ukaona namna gani alivyojitengenezea hii mikakati, na hii yote ni kudhibiti lisitokee taifa hata moja la Kiislamu ambalo litakalokuwa juu ya taifa la Israeli, kwa sababu Israeli ndiyo taifa pekee na ndiyo agenti pekee ambaye anayetumika kwa nembo ya Marekani kuvuruga ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo vita iliyopo dhidi ya taifa la Iran ni vita vya kiitikadi, na sio kama vile wengi wanavyodhania kwamba ni vita ambayo imekusanya matatizo, maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kibiashara na maslahi ya kijeshi, bali haya yanatumiwa kama nembo, kama utangulizi, lakini nyuma ya mgongo ni vita ambavyo vinahusu masuala ya itikadi. Na haya ndiyo ambayo aliyazungumza al-Imamu Muhammad Mutawali Ash-Sha'rawi, lakini pia alizungumza Sayyidina al-Imamu al-Khatib al-Minbari, sahib al-Kitab al-Minbari, al-Imamu Abu Hamid al-Kishki al-Masri. Sasa Ayatullahi al-Khomeini, kiongozi mkubwa wa taifa la Iran, ametoa hutuba nzito leo, hutuba ambayo ndani yake, pamoja na kwamba alikuwa anatoa angalizo na tahadhari kwa rais wa Marekani Donald Trump juu ya mbinu zake anazotaka kufanya, na kumpa tahadhari kwamba ikiwa atashambulia kwa shibri moja mji wa Teherani, mji mkuu wa Teherani, basi yeye pia moja kwa moja anaweza akaishambulia Washington. Pamoja na tahadhari hiyo, lakini alikuwa anabainisha na kuweka wazi juu ya wananchi wake, lakini pia kujiweka wazi ulimwenguni na katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati kwamba namna gani ameweza kuweka mikakati bora. Hutuba hii ilikuwa imebeba aina ya mikakati ambayo alionayo Sayyidina al-Imamu al-Khomeini na serikali yake ya Jamhuri ya Irani, kwamba ni hutuba ambayo inaelezea mikakati bora ya kijeshi na namna walivyojidhatiti, lakini pia kuondoa ile sintofahamu, kuondoa hofu, kuondoa huzuni kwa nyoyo ya raia zake. Na leo al-Imamu rais wa Turki, Recep Tayyip Erdogan, ameitisha mazungumzo baina ya maraisi hawa wawili, kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais na kiongozi wa Jamhuri ya Irani Ayatullahi al-Khomeini, akitaka wakae meza moja na kuzungumza na kutafuta solution ya namna bora ya kuweza kutatua mgogoro huu ambao unahesabika kwamba laiti kama watu wataingia vitani, basi utakuwa ni mgogoro wa kikanda nzima ndani ya Mashariki ya Kati, ukizingatia kwamba tayari kuna nchi zimekwisha anza kutoa misaada ya watu pamoja na vifaa vya kijeshi kama vile Afghanistan, lakini pia kuna kundi kubwa la wanamgambo au wananchi wa Iraqi ambao na wenyewe pia wameanza kujiandikisha kujiunga na jeshi la Iran kwa ajili ya kumsaidia Iran. Lakini kuna kundi la Hizbullah, lakini pia kuna kundi la Al-Huthiyin, lakini pia kuna kundi la Hamas vile vile, lakini kuna kundi la Hizbu Tahariri. Lakini moja kwa moja kauli inayotoka ni kwamba iwapo Irani itaguswa kwa shibri moja tu, basi moja kwa moja hatua yao ya kwanza kushambulia itakuwa ni kitovu cha mji wa Israel, mji mkuu wa Israel ambao ni Tel Aviv. Wataweza kuishambulia juu, chini, pamoja na majini. Lakini ndugu zangu, katika vita hivi pamekuwa kuna propaganda kubwa sana ambazo zinazoendelea.
juu ya mataifa ya nchi za magharibi, kwa sababu wao wanaamini kwamba hii ni vita, na sehemu ya kwanza kuiathiri vita hivi au eneo la Iran ni kuhakikisha kwamba vinatumika vyombo vya habari. Utaona kwamba kuna mchezo ambao unafanyika kupitia vyombo vya habari. Maandamano leo Marekani katika majimbo likiwemo jimbo la Minneapolis inakabiliwa na maandamano makubwa sana, lakini pia kuna mauaji makubwa sana ambayo yanaendelea katika majimbo hayo yanayosababishwa na vyombo vya usalama vya nchi hiyo ambavyo vimekuwa vinaua watu kila siku bila hatia ya aina yoyote. Lakini huwezi kukuta kwamba kuna vyombo vikubwa vya habari kama vile BBC, vyombo vikubwa vya habari kama vile CNN, vyombo vikubwa vya habari kama vile Voice of America vinaripoti na kutoa taarifa hizi. Lakini yale ambayo yanayoendelea Mashariki ya Kati, ndio utaona vyombo hivi viko bize kutoa taarifa hizo. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni vita vya kipropaganda na vita vya kisaikolojia, kutaka kubadilisha sura ya wale watu, lakini pia kubadilisha sura ya walimwengu waweze kuzichukia tawala hizi, na hatimaye kutupia macho katika nchi za Marekani na mataifa ya Ulaya kwamba hiki kinachofanyika ndani ya nchi za ulimwengu wa Mashariki ya Kati ni kitu ambacho hakikubaliki, na wao watakuwa na haki ya kuingia. Na hii ndiyo propaganda ambayo wamekuwa wakiitumia mara nyingi zaidi katika kwa miongo mingi zaidi, na hasa katika nchi za bara la Afrika pindi wanapotaka kuingia na kuchukua rasilimali za nchi zilizomo ndani ya bara la Afrika kama vile Kongo na maeneo mengine kama vile Burkina Faso, Chad, Mali na maeneo mengine. Sasa vita hivi ni vita vya kimkakati. Vita hivi ni vita vya kisaikolojia. Vita hivi vimebeba katika taswira kubwa ni vita vya kiuchumi pamoja na vita vya kiitikadi. Lakini wakati huo huo, China leo imeweza kuonyesha meli 4 za kivita ambazo zimeondoka katika kambi ya Huyuan na kuelekea katika nchi ya Irani. Maana yake ni kwamba hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vita hivi China anaingia moja kwa moja kama mshirika mkuu ambaye anakuja kusaidia jeshi la Irani na nchi ya Irani. Hii ni kwa sababu moja, kwa sababu ya kuziwia vita ya ukanda ambayo pia pamekuwa kuna sintofahamu ya chini kwa chini kwa lengo la kutaka kuathiri uchumi wa China ambao kwa sasa ndio umeshikilia dunia ya leo. Kwa sababu Irani ndio anakamatia lango kuu la kibiashara, lakini China ni sehemu ya nchi zilizowekeza zaidi katika nchi ya Irani. Na hapo nyuma wameweza kuingia mkataba wa kuuziana mafuta sio kwa kutumia dola ya Marekani bali kwa kutumia yuan ya wapi? Ya China. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba dola inakwenda kuporomoka. Kwa hiyo moja kati ya vitu anavyovifanya Marekani sanjari na vita ya kiitikadi, lakini pia ana vita ya uchumi, ikiwemo kuziwia dola yake isije ikaporomoka na kuondoka katika matumizi ya kawaida na kuondoka katika matumizi ya mataifa mengine. Ni kwamba ili uwe superpower in the world ni lazima uhakikishe kwamba pesa ambayo unayoizalisha iweze kutumiwa na mataifa mengine, lakini pia uweze kumilika nuclear weapons, mabomu ya nuclear kama silaha pekee ambayo itakayosababisha uwepo wako, lakini pia kupenetrate ile tamaduni, your culture, ile tamaduni yako to another countries, katika nchi zingine around the world zilizopo duniani, kwamba ile kacha yako ambayo unayoiamini wewe kupitia vyombo vya habari iweze kupenetrate, ili watu wengine waache tamaduni zao, waache mila zao, waache dini zao, na waweze kuchukua kile ambacho wanachokiona kwako kwa kupitia nini? Kwa kupitia vyombo vya habari, kama ambavyo ilivyokuwa sasa, kwamba hii ni mikakati ambayo inafanywa juu ya wale ambao ndio masuperpower
in the world. Sasa ndugu zangu, sisi tunapaswa kufahamu kwamba hakuna kitu kikubwa kama umoja. Hakuna kitu kikubwa kama kuwekeza katika elimu ya teknolojia. Hakuna kitu kikubwa kama kuwekeza katika masuala ya kiuchumi. Hakuna kitu kikubwa kama kulea rasilimali watu, kuzilea zile akili za watu ambao tayari watu hawa wanaonekana kwamba wana kipaji na talent ya pekee in our society. Kwa hiyo Irani imefikia hapo ni kwa sababu tayari wao waliwekeza katika rasilimali watu walionayo. Lakini kwa taarifa nyingine ya siri, inaelezwa kupitia kituo cha BBC kwamba rubani ambaye anaendesha hii meli ambayo inayoongoza msafara wa meli za kijeshi ambayo iliyotoka Marekani kwenda katika pwani za Iran ya Abraham Lincoln, anasema kwamba button hazifanyi kazi. Button zimeshindwa kufanya kazi, lakini anahofia kwamba yawezekana meli ile laiti kama mashambulizi yoyote yatafanyika katika nchi ya Irani, basi meli ile inaweza ikazamishwa kutokana na majibu ya jeshi la wanamaji wa Irani ambao wameizunguka meli ile na kuiwekea mstari mwekundu ikiwa kama watafanya shambulizi la aina yoyote. Na hii inatokana na nini? Miongoni mwa strategy kubwa za Iran ni kutumia makombora yake mengi kwa wakati mmoja. Meli hii ya Abraham Lincoln ina uwezo wa kuziwia mashambulizi ya aina yoyote, lakini mashambulizi yale ikiwa ni mashambulizi yatakuja moja baada ya lingine, lakini sio yale ambayo yanayokuja kwa mfululizo. Jambo hili linaweza likaiathiri meli ile na hatimaye kuizamisha. Hii ni ripoti ambayo imetolewa na rubani ambaye anaongoza kikosi hiki katika meli ya Abraham Lincoln. Ndugu zangu, tayari imekwisha tangazwa jihadi na taifa la Iran, lakini kiongozi wa Yaman, msemaji mkuu wa kijeshi katika serikali ya Yaman, ambayo pia kuna kundi kubwa la Wahuthi, na yeye ametangaza wazi na ayana kwamba iwapo Irani itashambuliwa kwa hatua yoyote ile, basi pia na yeye tayari jeshi lake litaingia vitani, na sio vita ya kawaida. Jeshi lake litaingia katika kupigana jihadi. Maana yake sehemu ya kwanza itakayoelekezwa ni sehemu ya kufanya mashambulizi katika nchi ya Israel, ambayo pia inaweza ikapotea katika ramani ya dunia. Na huenda hii ndio ikawa mwisho wa Israel kama utabiri ambavyo unavyoelekea. Ijapokuwa tunasubiri ni namna gani hatua za kidiplomasia zinaweza zikachukuliwa kwa haraka, kwa sababu sanjari na rais wa Uturki Recep Tayyip Erdogan kuitisha mazungumzo haya, yameonekana mazungumzo haya yanaitikiwa zaidi na rais wa Marekani Donald Trump, lakini wakati huo huo Irani kupitia kiongozi wake bado hajatoa majibu ya aina yoyote. Na hata huko nyuma ilionekana kwamba Irani inataka mazungumzo, taarifa ambayo ilikuwa sio sahihi na imekanushwa kwamba Irani haijataka mazungumzo ya aina yoyote na Marekani. Sasa katika hatua kama hizi, tunapaswa na sisi pia kuendelea kuomba kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu madhara ya vita hivi hayawezi kuishia ulimwengu wa Mashariki ya Kati peke yake, bali hata sisi utatuathiri, kwa sababu tupo katika mfumo wa globalization au al-aulama, mfumo wa utandawazi. Maana yake taifa moja likiguswa duniani, basi ni rahisi zaidi kuguswa na mataifa mengine kupata madhara juu ya mataifa yale. Na ukizingatia kwamba Irani ndio inamiliki lango kuu la kibiashara, lango kuu la kupitisha bidhaa, lango kuu la kupitisha mafuta kwenda katika maeneo tofauti tofauti duniani. Laiti kama lango hili litafungwa au litatokea matatizo, maana yake athari katika nchi zetu ni lazima ipatikane. Tunaungana na Irani kwa sababu Irani wanasema wao hawataksio mashabiki wa vita, ila wako tayari kupambana
na yeyote atakayekuja kwa ajili ya vita. Wao sio mashabiki waumini wa kuondoa matatizo kupitia vita, lakini wako tayari kumkabili yoyote atakayeonyesha uadui wao na kutangaza vita dhidi yao. Hili ndio tamko ambalo limetolewa. Lakini pia rais wa Lebanon na yeye pia ametoa kauli ya kutaka nchi za Kiarabu ziweze kuungana kufuatana na mashambulizi ambayo huko nyuma yalikuwa yameanza kutokea au yanaendelea mpaka sasa, yaliyokuwa yanaongozwa na jeshi la Israel dhidi ya taifa la Lebanon kupitia waasi wa Hizbullah, ambao wao waliingia kana kwamba ni sehemu ya kutaka kuwaondoa waasi hawa. Lakini huu ni mkakati wa muda mrefu wa kutaka kutanua maeneo ya Israel, kwa sababu tayari Benjamin Netanyahu alitoa kauli kwamba tunataka kuifanya Israel kuwa ni taifa kubwa. Hii kauli ilitafsiriwa hivi kwamba unaposema tunataka kuifanya Israel kuwa ni taifa kubwa, maana yake unataka kuichukua Misri katika eneo la Sinai, lakini pia unataka kuichukua Gaza liwe ni sehemu yako, lakini pia uwatoe wa Palestina walioko pale na kuwahamishia sehemu nyingine. Ndio maana walitaka kuletwa Uganda, baadaye wakataka kupelekwa Kongo, baadaye ikaonekana kwamba wachukuliwe na wapelekwe katika nchi za Kiarabu, jambo ambalo lilimfanya Misri, kwa sababu anajua hizi tahtiti muda mrefu, asogeze jeshi lake mpakani katika mkoa wa Sinai mpakani na Israel, jambo ambalo lilimfanya Israel ashtuke kwamba inakuwaje Misri asogeze jeshi lake, na akaanza kulalamika kwamba wanavunja mikataba waliowekeana tangu mwaka wa 1973 wakati Misri wamemshinda Israel. Sasa hii ni tahtiti ya muda mrefu. Kwa hiyo tuchukue sehemu ya eneo la Lebanon, tuchukue eneo Gaza, lakini pia tuchukue eneo la Misri na maeneo mengine ya Syria ambayo yako jirani yake. Lakini taifa pekee ambalo linalopigwa vita sasa, laiti kama litadondoka, hii ni lazima tujue, taifa pekee ambalo lilobeba nembo ya Uislamu na ndio kikwazo cha kumfanya Israel asiwe superpower in the Middle East, maana yake ni Irani peke yake. Na iwapo litashambuliwa taifa hili likadondoka, maana yake Israel atakuwa na uwezo wa kutanua eneo lake kwa mapana zaidi, kuhakikisha kwamba eneo lake linakuwa ni kubwa, na ndipo ambapo atakapokuwa amejitengenezea superpower in the Middle East, na hakuna taifa lingine lolote la Kiarabu ambalo litakuwa na uwezo wa kumkabili. Hivyo atafanya saitara katika maeneo yote. Kwa hiyo hii ni mikakati ya muda mrefu sana, lakini kubwa zaidi tunatakiwa kuendelea kuiombea amani, kuiliombea taifa la Irani lisije likapata matatizo haya, kwa sababu itakuwa ni majanga kubwa kwetu sisi, lakini pia kwa mustakbali wa Uislamu na jamii nzima ya ulimwengu wa Kiislamu kwa ujumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazidi kuwaomba ndugu zangu, msiache kutupa subscribe, lakini pia msiache kushare pamoja na wengine, lakini pia msiache kulike na kucomment, ili tuweze kuyafanyia kazi na kuboresha. Na mnaona namna gani screen zetu zilivyo, mnaona vyombo vyetu vilivyo. Bado ndio tunaanza, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaendelea taratibu kwa kupitia maoni yenu kurekebisha, lakini pia kuboresha mazingira yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.